Kwa taarifa zaidi, ungana nasi Handeni Digital TV. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Rais wa Marekani Donald Trump amesema siku ya Jumatatu kuwa Marekani itaweza kuunga mkono shambulio jingine kubwa dhidi ya Iran iwapo itarejea mipango yake ya makombora ya masafa marefu au silaha za nyuklia, na kuionya Hamas kuhusu madhara makubwa iwapo haitaachana na silaha hizo. Akizungumza pamoja na Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu katika mkutano wa Mar-a-Lago huko Florida, Trump alipendekeza kuwa Iran inaweza kuwa inajitahidi kurejesha mipango yake ya silaha baada ya shambulio kubwa la Marekani katika mwezi wa Juni. Kwa mujibu wa Rais wa Marekani Donald Trump, anasema, nimekuwa mtazamaji kuona ikiwa wanatengeneza silaha ama vinginevyo, na ikiwa wanatengeneza hawatumii tovuti ambazo tumeharibu, lakini labda tovuti tofauti, amesema Rais wa Marekani Bwana Donald Trump wakati alipokutana na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, huku akiwaambia waandishi wa habari wakati wa mkutano huo, tunajua hasa tunakoenda, wanachofanya, na ninatumai hawatafanya hivyo kwa sababu hatutaki kupoteza mafuta kwenye ndege zetu za B-2, aliongeza rais huyo wa Marekani, akimaanisha washambuliaji waliotuma katika shambulizi la awali mnamo mwezi Juni mwaka 2025. Ni safari ya saa 37 kwenda na kurudi. Sitaki kupoteza mafuta mengi, anasema Trump. Trump ambaye ameibua matarajio ya makubaliano ya nyuklia na Tehran katika miezi ya hivi karibuni, amesema mazungumzo yake na Netanyahu yamelenga kuendeleza mapatano tete ya amani Gaza aliyoandaa na kushughulikia wasiwasi wa Israel kuhusu Iran na kuhusu Hezbollah nchini Lebanon. Iran ambayo ilipigana vita vya siku 12 na Israel mwezi Juni imesema wiki iliyopita kwamba imefanya mazoezi ya kombora kwa mara ya pili katika mwezi huu. Netanyahu amesema wiki iliyopita kwamba Israel haitaki mzozo na Iran, lakini anafahamu ripoti hizo, na akasema atajadili shughuli za Tehran na rais wa Marekani Bwana Donald Trump.